Bwana, kila mtu ametazama ama ameona namna ambavyo video zilikuwa zinasambaa kuhusiana na kule nchini Kenya mara baada ya kuweza kupanda kwa mafuta. Sasa maelfu ya wananchi nchini Kenya wamejikuta wakikwama katika vituo mbalimbali vya usafiri baada ya madereva wa daladala maarufu kama matatu kuanza mgomo kupinga kupanda kwa bei ya mafuta, hatua inayosababisha miji mikubwa na maeneo mbalimbali ya pembezoni kuonyesha kwamba kuna mikwamo ya usafiri. Sasa mgomo huo umeanza leo Jumatatu Mei 18, 2026, umeathiri kwa kiasi kikubwa shughuli za kawaida katika maeneo mengi ikiwemo jiji la Nairobi, Kitengela, Kisii na maeneo mengine jirani ambapo wananchi wengi walazimika kutembea kwa miguu baada ya kukosa magari ya kuwasafirisha kwenda kazini na kwenye shughuli zao za kila siku. Hasa waendesha matatu wamesema wamechukua hatua hiyo baada ya serikali kutangaza ongezeko jipya la bei ya mafuta, wakidai kuwa shughuli ama gharama za uendeshaji zimepanda na kupunguza faida yao kwa kiasi kikubwa. Viwango vipya vya mafuta nchini Kenya vinaonyesha petroli ikiuzwa kwa shilingi za Kikenya 214.2 takribani shilingi 4307 za Kitanzania. Diesel ikiuzwa kwa shilingi ya Kikenya 242.9 sawa na shilingi za Kitanzania 4883, na mafuta ya taa yakiuzwa kwa shilingi ya Kenya 152.7 takribani ya 3071 kwa lita. Kutokana na hali hiyo, madereva binafsi pamoja na waendesha bodaboda wameongeza nauli kwa viwango vikubwa, hali inayoongezea mizigo wananchi, ambapo baadhi yao walazimika kufunga barabara na kuchoma matairi katika maeneo mbalimbali ya miji. Katika baadhi ya maeneo ya Nairobi, abiria walionekana wakitembea umbali mrefu huku wengine wakisubiri kwa saa kadhaa kupata usafiri mbadala, hali iliyoathiri kwa kiasi kikubwa shughuli za kiuchumi pamoja na kijamii. Aidha, baadhi ya shule jijini Nairobi na vitongoji vyake zimeathiriwa na masomo kwa siku moja kutokana na usumbufu wa usafiri, ikisema usalama wa wanafunzi ndio sababu kuu ya hatua hiyo mpaka kufikia hapo. Sasa shule hizo zimewataka wazazi kuhakikisha watoto wao wanasalia nyumbani wakiangalia hali namna ambavyo imekuwepo. Wakati huo ujumbe unaosambaa mitandaoni kuhusu mgomo huo umeongezeka na kuongeza hofu kwa wazazi, wengi wakihofia usalama wa watoto wao wanaotegemea usafiri wa umma. Sasa hicho ndicho ambacho kimetokea kule nchini Kenya ambapo mafuta kupanda ndipo mgomo umeongezeka.